Unajua maisha tulionayo sisi hayana mtafsiri zaidi ya Mungu. Hayana mtafsiri. Kwa nini? Kuna mtu maisha anayoyaishi leo sio ya kwake. Kuna watu walifanya michezo, leo anaishi machozi. Maisha yake mazuri anatumia mtu mwingine. Na kwa kuwa mtu huyu hana tafsiri, na akienda mahali akiuliza, dalili zake hazionyeshi kama ni mtu anayeweza kufanikiwa. Kilichokaa juu yake ni madeni chungu mbovu, ni maradhi, ni kukataliwa. Dunia yenyewe imekuwa chungu kwa kila namna. Yaani unakuta kutafuta kwake kazi ni kugumu, kupata pesa ni kugumu, kuingia kwenye chochote ni pagumu, na maisha yake mpaka yanakuwa magumu, dunia nzima inakuwa ngumu. Na huyu mtu hata inafika wakati anaingia kwenye madeni yasiyo na maana, nayo madeni yanaongeza ugumu, mpaka anaenda huyu mtu anatoka duniani, anakufa katika mazingira magumu, kwa sababu maisha yake yalikosa mtafsiri, na yeye hakuwa na mtazamo mzuri. Haleluya. Na katika ugumu wa hayo yote, mpaka analazimika kutoka duniani akiwa mgumu, na bado hapumziki. Hata akifa, hata ule mwili unakuta umeng'ang'aniwa kwenye hospitali ya serikali, unadaiwa, hawezi kupewa. Yaani unaona huyu mtu kafa kwa madeni, kafa kwa ugumu wa maisha, na mwili wenyewe unadaiwa. Anaenda mahali, hata wale ndugu nao wanakwenda wanagombania mwili wenye madeni. Mwili uliojaa madeni unadaiwa, kiasi kwamba hata madaktari hawawezi kujua kama kifo cha huyu kimehusiana na madeni, na wao wanadai maiti hii ilipiwe ndio itoke. Dunia tuliyopo. Na huyu mtu wakibahatika kuchukua, akienda kuzika, hajapumzika. Wawangaji nao wanaenda kwenye lile kaburi, wanavunjia nazi hapo, na wengine wanachinja kafara na damu, wanaenda kuchinjia hapo.